Hujambo mtazamaji popote pale ulipo na karibu kwa habari za hivi punde. Mimi ni Franklin Ombugu. Utata unazidi kuzunguka kuhamishwa kwa mhubiri wa Kiislamu mwenye asili ya Jamaica, Sheikh Abdullah Al Faisal. Ijapokuwa serikali inasema kuwa amehamishwa, mwanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu Alamin Kimathi anaamini kuwa mhubiri huyo bado yuko humu nchini. Wakati haya yakijiri, kesi dhidi ya Alamin ya kutaka kubadilisha mashtaka yake imeahirishwa hadi tarehe 2 mwezi ujao. Alamin alishtakiwa kwa kudinda kukamatwa na pia kuchochea maandamano yaliyosababisha maafa na uharibifu mkubwa wa mali. Bwana Ogeto ambaye anafaa kuwa yeye ndiye anasimamia kumuondoa katika nchi, waje waseme wakati gani wamemuondoa nchini hivyo jana. Kuna fununu kwamba pili, serikali imeendelea kuonyesha kwamba anafatwa na anakuwa na ana halaiki ya magaidi wanaofuatana, na hiyo kuzingira mahali popote ambapo sisi tunaingia. Sisi tumepata vitisho vikubwa vingi sana kutoka kwa serikali ili tunyamaze katika hili jambo. Bali na hayo, kamati ya bunge kuhusu marekebisho ya katiba inaendelea na vikao vyake mjini Naivasha inazungumzia swala tata la uwakilishi na ugatuzi kwa wakati huu. Duru zinaarifu Citizen kuwa kamati hiyo imeafikia maeneo bunge 300, lakini kwa sasa inatafuta mwafaka kuhusu namna ya kubuni maeneo hayo kwa misingi ya maeneo ya mijini, mashambani na pia maeneo yenye idadi ndogo ya wenyeji. Aidha, swala la nafasi za wanawake kutengewa viti maalum bado linazidi kuibua kizungumkuti, huku kamati hiyo ikiendelea kutafuta uwiano. Bali na hayo, wenyeji wa eneo la Turkana wamefanya maandamano kupinga kujengwa kwa bwawa la Gibe kwenye mto Omo na serikali ya Ethiopia. Mto Omo ndio usambaza maji mengi zaidi katika ziwa Turkana, na sasa wenyeji hao wanalalamikia kupungua kwa viwango vya maji katika ziwa hilo, hali ambayo wanasema inaathiri maisha yao, kwani wengi wao hutegemea ziwa hilo kwa kujipatia riziki na pia kwa mahitaji yao ya kimsingi. Ethiopia, na tuko na haki yetu ya kuwa watoto wetu wanapata chakula kutokana na bahari, na hakuna mali nyingine sisi tutaweza pata chakula hapa sasa Turkana, na tunategemea bahari. Sasa wafishermen ambao walikuwa wakifua wameanza masehemu sasa kutafuta basi, kwa sababu bahari sasa imenini, haina samaki nyingi. The issue for Mau went to the parliament. The issue for Migingo went to parliament. Even the issue for Turkana will go to the parliament. And if it will not go, we will say that we are not part of Kenya. Wengineko, maelfu ya raia wa Nigeria waliandamana kushinikiza kujiuzulu kwa Rais Umaru Yar'Adua ambaye anaugua, huku aliyekuwa rais wa taifa hilo Olusegun Obasanjo akipendekeza kuwa mrithi wa Rais Yar'Adua. Rais wa Nigeria Yar'Adua amekuwa akipokea matibabu kwa muda wa miezi miwili sasa nchini Saudia, huku hisia tofauti zikizidi kutolewa jinsi siku zinavyozidi kusonga, hasa kuhusu pengo la uongozi ambalo linazidi kushuhudiwa katika taifa hilo lenye utajiri mkubwa wa mafuta. And the people who make Tukirejea humu nchini, jamii mbili ambazo zimekuwa zikizozana kwa muda mrefu katika eneo la Laikipia zilikutana kwa mara ya kwanza katika soko moja baada ya miaka 5, huku wazee wa eneo hilo wakifanya mikutano ya kuleta amani baina ya jamii hizo za Wapokot na Wasamburu. Tulikuwa tukiadhirika kwa upande wa security, kwa sababu wakati tunatoka kwa upande wa Mara ni ng'ombe, kuleta upande huu Wasamburu na tunyang'anya. Tukinua upande huu kupeleka ng'ombe upande wa Ormoran, tunaona Wapokot tunasema ng'ombe ni kwa sasa tunaona iko amani kwa vile watu wamesikizana, hakuna mambo ya vita ama kichorochoro kando hakuna. Tumekaa muda wa miaka 5
tukiwa hatupatani baina ya Wasamburu na Wapokot, na mimi nikiwa mmoja wa watu ambao wafugaji. Tulikuwa tumeathirika mno, na tunafurahia Mwenyezi Mungu ambaye ametupatia huo usalama, kwa sababu hakuna wakati Mpokot angeweza kufika katika area ya Rumuruti. Lakini kwa wakati huu tunaona Wapokot hapa, na pia tunaona Wasamburu wakienda Olmoran, Spili na sehemu zingine. Na tu kwa sasa mtazamaji, lakini mengi zaidi yapo mwendo wa saa 7 katika Citizen Adhuhuri. Kutoka kwangu, kwa heri kwa sasa.